Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa majina naitwa Papi Lumona. Mimi ni mtumishi mdogo kwa watumishi wa Mungu. Mimi ni kijana kama vijana wengine. Ninampenda Yesu Kristo. Kwa hiyo ninawakaribisha nyinyi nyote kwa mara nyingine kwa somo la uzima. Na bila kupoteza muda, kichwa ya somo ni funguo. Funguo za ufalme. Funguo za ufalme wa Mungu. Kwa kichwa cha somo ni funguo za ufalme wa Mungu. Ama kwa Kiingereza, Keys of the Kingdom of God. Well, tunajua kila nchi inakuwa na sheria zake. Ukitaka kuja Australia, kuna vitu unatakana kufanya ili nchi ya Australia ikukubali. Kama bado uko overseas, kuna vitu unatakana kujaza. Ni process mpaka government ya Australia iseme kweli tumekukubalia, tumekupea visa ya kuingia Australia. Ni process. Kwa hiyo vile vile mambo ya Mungu, ama ufalme wa Mungu, una process zake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kinachosumbua walio wengi, hatutaki kufuata hizi process. Katika mambo ya Mungu, kitu tutajua kwa siku ya leo, hakuna shortcut, ama hakuna uzoefu. Katika mambo ya Mungu hakuna shortcut, katika mambo ya Mungu hakuna uzoefu. Katika mambo ya Mungu kuna sheria, kuna vipengele, kuna process. Na unapoenda kinyume ya hivyo, haijalishi umekaa kanisani muda wa miaka mingapi, haijalishi umeokoka muda wa miaka mingapi, mwisho kabisa utajikuta umepoteza muda. Kwa bila kuwapotezea muda, hata tuingie mara moja kwa somo letu la leo, ambalo linasema funguo za ufalme wa Mungu. Kwanza, funguo ina kazi mbili kubwa. Kazi ya funguo ni kufungua. Kazi ya funguo ni kufunga. Kwa unapokuwa na kifunguo wa nyumba yako, una uhalali wa kufunga, una uhalali wa kufungua, kwa maana umemiliki kifunguo. Inawezekana kwa kuwa na kifunguo ambacho sio sahihi, unaweza kafungua mlango, miaka nenda miaka rudi, na mlango usifunguke. Kama unaweza kufunga huo mlango kwa kifunguo ambacho sio sahihi, huo mlango hautojifunga mpaka ukuwe na kifunguo sahihi. Na siku ya leo nitaomba mnipe muda wenu, tuchambue vitu vichache funguo ambazo zinaweza kutusaidia kufungua ufalme wa mbinguni, ama kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nitaanza na kusoma kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12. Huu mstari ndio main verse yetu. Matthew 11 verse 12. Inasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni. Kumbuka somo letu la leo ni funguo za ufalme wa mbinguni. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu. Sasa sio nguvu ya kupigana,
ni nguvu ya kiroho. Kama jinsi unaweza kutumia nguvu ya kimwili kupata vitu, hivyo hivyo Yesu anatuambia ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu. Kwa hiyo kuna vitu vya kuzingatia. Kuna vitu unatakana kuvifanya kwa bidii, kwa nguvu zako zote, mpaka uone ufalme wa mbinguni. Na uhakika walio wengi tunatamani kuingia ufalme wa mbinguni. Kila siku tunalala, tunaamka, tunasema Mungu, nataka nione uso wako. Roho Mtakatifu, nataka uniongoze. Unatafuta nini? Ufalme wa mbinguni. Sasa Yesu ametuambia ufalme wa mbinguni wapatikana kwa nguvu. Na walio wapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wauteka. Kwa sisi kuteka ufalme wa mbinguni, kwa sisi kufungua ufalme wa mbinguni, kuna vitu vya kuzingatia. Tunaona kuna kisa kingine hapa katika hii Mathayo 19. Mathayo 19 mstari wa 16. Kuna kisa ambacho hapa kimerekodiwa. Mtu alikuja kwa Yesu akasema, natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, mwalimu, nitende jambo gani njema ili nipate uzima wa milele? Huyu alitafuta ufunguo. Ni kama alikuwa amefanya vitu vingi vizuri, lakini alikuwa hajapata kifunguo cha ufalme wa mbinguni. Akamwendea Yesu ambaye ndio kifunguo. Akamwambia, mwalimu, naweza kufanya nini? Naweza kufanya nini? Nitende jambo gani njema ili nipate uzima wa milele? Huyu jamaa anaonekana alikuwa mtu mwenye matendo mema. Akaamua kumwendea Yesu ili apate kuelewa zaidi. Nini anaweza kufanya njema ili aurithi ufalme wa mbinguni, auone uzima wa milele. Kwa hiyo unaweza kuona kuna visa vingi ambavyo vinarekodiwa kwenye Biblia vinatuambia ufalme wa Mungu. Na mimi leo ninakuletea vichache tu. Inawezekana vikawa vingi, lakini ninakuletea vichache. Kitu cha kwanza, kama funguo number 1. Number 1 key to open the kingdom of God. Ama kifunguo cha kwanza kufungua ufalme wa mbinguni, tunaipata katika kitabu cha Warumi. Warumi 10. Tenda karaka Warumi 10. Warumi 10:9. Tunaanza 9 mpaka 10. Inasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu uamini hata kupata haki. Haki gani? Haki ya ufalme wa mbinguni. Na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Unaokolewa kutoka ufalme wa giza, unaingia katika ufalme wa mbinguni, ufalme wa nuru. Kwa hiyo kifunguo cha kwanza, mwanzo kabisa, ni umwamini. Uamini Yesu Kristo. Humkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unachoongea kwenye kinywa chako kiwe kinatoka kwenye moyo wako. Kwa maana Biblia kuna kisa Yesu kimerekodiwa. Yesu anasema, hawa watu wananiabudu kwa midomo tu, lakini mioyo yao iko mbali. Kwa hiyo ni rahisi sana kusema Yesu Kristo ni Bwana. It's very easy to say Jesus is Lord, Jesus is my Savior, Jesus is my Redeemer, but we don't really mean it. Hakina imanishi kwa moyo wako. Vitu ambavyo unavitenda havionyeshi kweli kwamba wewe Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu anasema huyu mtu ananiabudu kwa midomo. Kwa hiyo kitu cha kwanza cha kuzingatia, funguo ya kwanza ya ufalme wa mbinguni, ni pale unapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako katika moyo wako.
Funguo ya pili tunaipata katika kitabu ya John chapter 3 verse 3. Yohana sura ya 3 na mstari wa 3. Hii ni historia ya Nikodemu ambaye alikuwa mfarisayo, alikuwa ni mwalimu wa dini, alikuwa anafanya kazi ya Mungu, lakini alishindwa kumwamini Yesu. Akaamua kwenda kwa Yesu. Biblia inatuambia alienda usiku. Inawezekana alikuwa na woga ya mafarisayo wenzake wasimuumbue ama wasimtenge na dini ya mafarisayo. Inawezekana alikuwa na aibu kuona mtu ambaye ana heshima zake kwenda kuuliza stori za mbinguni kipindi anafundisha mambo ya mbinguni. Ama inawezekana alikuwa anataka kuwa na private chat na Yesu. Vyote vinawezekana, lakini Biblia inatuambia alimwendea usiku akamuuliza. Yohana sura ya 3 mstari wa 3. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kumbuka somo letu la leo ni funguo. Unafunguaje? Unapataje kifunguo sahihi cha kufungua ufalme wa Mungu? Yesu anampea jibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Alright. Unazaliwaje mara ya pili? Unapomwamini Yesu, unapomkiri Yesu. Process ambayo inakuja ni kuzaliwa kwa mara ya pili. Unasema mimi from today, haijalishi watu wananijua kwa story ya namna gani, kama jinsi nyinyi wengi wenu mnanijua, mimi ni papi kijana kama nyinyi, lakini usiniangalie kwa story yangu ya kitambo. Uangalie sasa wewe mtu anafanya nini. Hivyo ndio Yesu anataka. Historia yako ya zamani achana nayo. Umfuate Yesu. Ukubali kuongozwa na Roho wa Mungu. Amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa hiyo usipozaliwa kwa mara ya pili, ufalme wa Mungu ni ndoto. Unaweza kukaa kanisani kimazoea na ukaukosa ufalme wa mbinguni, kwa maana umeshindwa kubadilika. Umebatizwa, umekuwa na miaka 20 umebatizwa, umekuwa na miaka 30 uko kwenye huduma, lakini unafundisha neno la Mungu kimazoea. Ama unafanya mapenzi ya Mungu kimazoea. Mungu anasema mpaka ubadilike. Unapozaliwa kwa mara ya pili ni kubadilika. Unazaliwa from above. Unakubali kwenda na mfumo wa mbinguni. Usijaribu kuchanga mapenzi yako na mapenzi ya Mungu. Usijaribu kuchanga mfumo wako wa kidunia na mfumo wa Mungu. Haviendi pamoja mpaka uzaliwe kwa mara ya pili. Ukubali kuenenda na mfumo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akuwe kiongozi. Roho Mtakatifu akwambie cha kufanya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie kifunguo cha 3. Kifunguo cha 3 kinapatikana katika Waebrania sura ya 12. Sura ya 12 mstari wa 14 inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Hii ni funguo ya 3. Kumbuka somo letu la leo ni funguo.
ufalme wa mbinguni. Funguo ina kazi mbili peke yake. Ina kazi ya kufunga na kufungua. Ndio kazi ya funguo. Paulo hapa anatuambia, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Usipokuwa na nini? Na utakatifu. Kwa kifunguo cha tatu ni utakatifu. Kumbuka, hauwezi kuwa mtakatifu kwa mapenzi yako. Hauwezi ukajifanya mwenyewe mtakatifu. Utakatifu unakuja unapokubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kumbuka, Roho Mtakatifu ni Mungu. Mpaka uache mapenzi yako uongozwe na Roho Mtakatifu. Kwa kazi ya utakatifu sio ya kwetu. Hatuwezi tukaishi maisha ya utakatifu kwa mapenzi yetu. Anayeleta maisha ya utakatifu ni Roho mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Tunapomkubalia haongoze maisha yetu, tunapomkubalia Roho Mtakatifu hawe kiongozi wetu, tunaishi katika maisha ya utakatifu. Unajua wakati wa kuongea na wakati wa sio kuongea. Roho Mtakatifu anakuonesha. Roho Mtakatifu anakuwa na kubalance. Kitu ambacho ulikuwa kawaida yako unapandwa na hasira, unashuka. Kitu ambacho mwenzako akikukosea unashindwa kumsamea, lakini sababu umekubali kuenenda na mfumo wa Roho Mtakatifu, unakubali kuachia. Sababu gani? Unatafuta kifunguo cha ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo ni ya tatu, utakatifu. Ya nne, tunaona katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 21. Tunaanzia hapo 21. Inasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia ufalme wa mbinguni. Hapo tena wana record stories za ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo the big issue ya sisi na Mungu ni kwenda ufalme wa mbinguni. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia zaidi, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana. Hii inatupea picha moja kwa moja. Kuna watu wanasema Bwana Bwana na sio wa Bwana. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana. Which means unaweza kusema Bwana Bwana na usikuwe wa Bwana. Ninaweza kusema Bwana Bwana na nisikuwe wa Bwana. Hapa natuambia, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Kutaka kuingia ufalme wa mbinguni, mpaka uwe na uhakika unafanya mapenzi ya Mungu katika mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu hauyafanyi kwa akili yako. Mapenzi ya Mungu unayafanya unapotembea katika mfumo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kuna vitu vya kuzingatia. Kuna watumishi wengi wa Mungu wanafanya kazi ya Mungu kinyume ya mapenzi ya Mungu. Ni wengi. Kwa hiyo ni hasara unapofanya kazi katika kampuni ya mtu fulani
pasipo idhini ya huyo mtu haiwezekani ukatoboa. Hauwezi kuingia kwenye shamba la mtu ukaanza kuvuna vitu pasipo kibali chake, pasipo mapenzi ya huyo mtu mwenye shamba. Haiza ufungwe